Mwanzoni ulizungumza mtazamo wako kuhusiana na mwenendo wa siasa hapa nchini. Hivi majuzi serikali kupitia msajili wa vyama vya kiraia akifuta usajili ama kulifungia kanisa la Ufufuo na Uzima. Tumeona baadhi ya viongozi wa dini wa madhehebu wakizungumza mitazamo yao, lakini hatujapata kusikia kwako kama askofu mkuu wa Africa Inland Church Tanzania. Wewe hapa unazungumza vipi kuhusiana na hicho kilichofanyika? Tukianzia kwa alichokizungumza Gwajima mwenyewe. Sisi Tanzania tuna miamvuli inayotuunganisha. Tuna jumuiya ya Kikristo Tanzania ambayo sisi Africa Inland Church Tanzania ni mwanachama. Tuna jumuiya ya makanisa ya Kipentekoste ambayo ninaamini Gwajima ni mwanachama. Tuna baraza la maaskofu Katoliki ambalo maaskofu wote wa kanisa Katoliki ni wanachama. Tuna Wasabato na majumuiya zao na wenyewe wako huko. Tuna BAKWATA pamoja na miamvuli mingine. Sasa miamvuli yote hii hatuingiliani mpaka pale tunapokuja katika swala la kumhudumia raia na mwanadamu. Tunazungumza kuhusu mambo yanayomhusu. Kwa hiyo mimi kusema ni nini kilichotokea kwa kanisa la Ufufuo na Uzima, sina mamlaka ya kusemea makanisa ya Kipentekoste, na kwa sababu hiyo wao wenyewe wanaweza wakajisemea. Tunapofika kwa upande wetu sisi Africa Inland Church Tanzania, tukiingia kwa jumuiya ya Kikristo Tanzania, sisi ni wanachama na mimi ni makamu wa pili wa mwenyekiti wa jumuiya ya Kikristo Tanzania. Mwenyekiti wetu Dr. Shaw pamoja na makamu wa kwanza Dr. Hotai. Sasa ikifika hapo kama sisi tunaguswa, tutakuwa na kusemea. Ambacho ningeweza tu kukisema kwa ujumla, ndio serikali haijafanya vizuri au msajili wa vyama hajafanya vizuri. Labda ana sababu zake ambazo anaweza akazieleza, na kwa sababu hajazieleza basi ni sababu zinaweza kuwa ni binafsi. Angeweza kufanya mambo mengi sana. Angeweza kumshtaki Gwajima mwenyewe kwa yale aliyoyatamka, kanisa likaendelea. Kanisa lina wachungaji, kanisa lina viongozi, kanisa lina katiba yake, na mambo yanaelezwa bila ambavyo wangeweza kufanya. Wengi wametoa hoja ambazo hata mimi ninaziunga mkono. Ukifungia kanisa unafungia watoto kwa mfano. Watoto wamekosa nini? Unafungia vijana, unafungia wazee, wamekosa nini hao? Sasa kauli ya kiongozi ambayo nimesikia pia vile vile hata kwa mwenzangu mmoja anapozungumza kuhusu upepo wa kufunga makanisa, tukubali basi ya kwamba anayewajibika ni huyo kiongozi. Hawa wengine ni kondoo, waachwe waendelee. Ukifungia hizi huduma, kuna maombezi, kuna mafundisho ya neno la Mungu, kuna ibada zinazoendelea. Yani kwa kweli mimi ningeweza kusema hicho ni kitendo cha kukana Mungu na kutokumcha Mungu. Mpaka kufikia hatua ya kufunga kanisa ni kitendo kwa kweli cha kukana Mungu. Unless kama pangekuwa pana uzushi ambao tunathibitisha kabisa ya kwamba hapa kuna mafundisho yaliyopotofu, haya mafundisho sio sahihi, haya ni mafundisho ya uongo. Lakini kama hana mafundisho ya uongo, sio kitendo kizuri ya kufungia kanisa huduma ambazo sisi tunazihitaji katika maisha yetu. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi ningeweza kusema namna hiyo. Sisi kama kanisa anayekosea ndiye tunayemwajibisha. Turejee kwenye kutii mamlaka. Upatie elimu kidogo hapa ambayo itatusaidia pengine, kwa sababu
wengine wanasema mamlaka yoyote ile hata iwe namna gani basi hiyo ni ya Mungu. Sasa hapo ndipo tunaposema unapotafsiri maandiko usikubali tu kutafsiri maadamu yanakuzungumzia wewe. Mathalani tunajua sana kitabu cha Danieli na kinawahusu wale vijana wanne. Danieli, Mishaeli, Azania pamoja na Hanania. Mimi ninapenda kuyatumia majina hayo kuliko kutumia yale majina ya Mishaeli, Meshaka na Abednego. Hayo ni majina ya kimiungu hayo. Lakini majina yao halisi yalikuwa ni Danieli, Mishaeli, Azaria na Hanania. Hayo ndio yalikuwa majina ya Kiyahudi waliokuwa wamepewa. Sasa ukizungumza juu ya mfumo wa Babeli waliokuwa wanatawala wakati ule, super power, labda kama Marekani ya wakati huu, taifa lililokuwa linaongoza mataifa mengine yote, na mpaka hawa Wayahudi wamewekwa kwa sababu ya makosa walioyafanya chini ya wao. Sasa hawa vijana wanne walichukuliwa, na tunaambiwa walichukuliwa wakapelekwa wakapewa elimu mpaka chuo kikuu na wakalishwa na wakaambiwa mambo mengine. Hawakukubali kwanza kutii chakula na kula kile chakula kwa sababu wasije wakamkosea Mungu. Sura ya 3 ya Danieli ilipotokea amri ya mfalme ya kuabudu sanamu, wale vijana watatu wanaotajwa pale hawakukubali. Mishaeli, Azaria pamoja na Hanania hawakukubali, na wanasema vizuri kabisa katika mstari wa 17 na 18 ya kwamba mfalme, hata kama Mungu hawezi akatuokoa sisi, lakini sisi hatuko tayari kupiga magoti na kusujudia sanamu yako. Hatuko tayari. Kwa hiyo waliasi pale, na hasira yake kweli ilikuwa ni kali, na akawatupia kwenye tanuru la moto, lakini Mungu aliwalinda. Sura ya 6 unasoma habari za Danieli na yeye kutupwa katika tundu la simba. Na yeye ni vile vile tu wameweka sheria ya kwamba mtu asiombe kwa muda wa siku 30 kwa mwingine yoyote ili isipokuwa kwako mfalme wewe Dario. Na Dario anaweka sahihi ile bila kujua mtego aliokuwa anaundiwa pale Danieli. Na Danieli anajua marufuku ile waziwazi kabisa vizuri, lakini yeye anaamini ya kwamba anayetakiwa kuombwa ni Mungu peke yake, sio mwingine yeyote. Na Danieli kama desturi yake ilivyokuwa, tunaambiwa ule mstari wa 10 sura ya 6 mara 3 anapiga magoti, na pazia dirisha liko wazi namna hii ya kwamba atakayeona aone. Na mimi siwezi nikabadilisha msimamo wangu wa namna hiyo. Aliomba. Kwa hiyo tunapozungumza kuhusu kutii mamlaka, tunazungumza ni kutii mambo gani? Hatuwezi tukatii mamlaka kwa mambo yale ambayo yanakinzana na neno la Mungu, mambo yale ambayo yanakinzana na imani yetu. Hatuwezi tukatii mamlaka.